Habari za muda huu wote ambao tulikuwa nami katika utabiri sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu, na sasa tunaelekea utabiri wa mwaka 2026 sehemu ya 4. Sehemu ya 4 ina consist baadhi ya vitu kama vile nyota ambazo zina uwezo wa kutengeza pesa ndani ya mwaka 2026 na ambao zitakuwa kiuchumi, na vile vile nyota ambazo zitakuwa na bahati na nyota ambazo zitakuwa na afya vile vile, na vile vile tutaangalia udhaifu wa kila nyota ndani ya mwaka 2026 na vile vile tutaangalia nyota ambazo zitaimarika zaidi katika upande wa mahusiano, na vile vile tutaangalia nyota zenye changamoto ambazo katika upande wa mahusiano, na vile vile tutaangalia watu ambao wanadili zaidi na ardhi ambayo watapata ni kitu gani au itakuwa nini ndani ya mwaka 2026, na vile vile tutaangalia je, Tanzania inaweza ikakuwa uchumi ndani ya mwaka 2026, na chingine tutakachokiangalia tutaangalia mambo ya kufanya ili kufanikiwa kupata vitu vya thamani, yani tunaweza tukasema kama vito, madini na kadhalika ndani ya mwaka 2026, na vile vile tutaangalia nyota ambazo zitakuwa disappointed ndani ya mwaka 2026, na tutamalizia na upande wa kuangalia baadhi ya nyota, yani nyota zitakuwaje, yani kama vile tunaweza tukasema hizo disappointed na mambo mengine ya ziada. Kwa hiyo tutaanza na upande wa kuangalia nyota ambazo zitatengeza pesa zaidi ndani ya mwaka 2026. Nyota ya kwanza tutasema ni nyota ya Taurus, alafu tutakuja nyota ya Kaa, na nyota nyingine ambayo itatengeza pesa ndani ya mwaka 2026 ni nyota ya Vigo, na nyota nyingine ambayo inatengeza pesa ndani ya mwaka 2026 ni nyota ya Scorpion, na ya mwisho ni nyota ya Mbuzi. Na nyota ambazo zitakuwa kiuchumi zaidi na zitakuwa na maendeleo ndani ya mwaka 2026 ni nyota ya Kondoo au Punda, na vile vile itakuwa ni nyota ya Mapacha na nyota ya Simba, na nyota nyingine ni nyota ya Mshale, na tukimalizia na nyota ya Ndoo. Na kuna nyota ambazo zitakuwa na zitakuwa na mahusiano ambayo itakuwa na bahati zaidi ndani ya mwaka 2026. Nyota ya kwanza ni nyota ya Kaa, nyota ya pili ni nyota ya Vigo, na nyota ya tatu ni nyota ya Scorpio, na nyota ya 4 ni nyota ya Capricorn, na nyota ya mwisho ni nyota ya Samaki. Na tunaangalia nyota ambazo zitakuwa na mambo ya starehe zaidi ndani ya mwaka 2026. Nyota ya kwanza ni nyota ya Taurus, nyota ya pili ni nyota ya Simba, na nyota ya tatu ni nyota ya Libra, na nyota ya 4 ni nyota ya Capricorn, na nyota ya mwisho ni nyota ya Samaki. Na tunaangalia katika upande wa nyota ambazo zitakuwa na afya zaidi ndani ya mwaka 2026. Nyota ya kwanza ni nyota ya Kondoo au Punda, na nyingine ni nyota ya Gemini, na nyingine ni nyota ya Vigo, na nyingine ni nyota ya Sagittarius, na mwisho kabisa tunamalizia na nyota ya Capricorn. Nadhani tumeelewana. Sasa tunaendelea kuangalia udhaifu wa kila nyota ndani ya mwaka 2026. Yani tunaweza tukasema ni nyota, yani kuna maeneo ambayo yanaweza kuwa na changamoto au udhaifu unaweza kuathiri mafanikio au maisha yao ya kila siku ndani ya mwaka 2026. Nyota ya Kondoo au Punda, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026, mara nyingi watu hao wanakuwa ni watu kurupuka kufanya maamuzi bila mipango. Kwa hiyo mtu huyu anatakiwa ahakikishe kuepuka migogoro ya ghafla kazini au kwenye mahusiano. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, huyu mara nyingi udhaifu wake anakuwa ni kushikilia vitu vya thamani na kuogopa mabadiliko, lakini anachotakiwa kuhakikisha kuwa funguka
afunguke kwa fursa mpya na vile vile asibaki sehemu moja kwa muda mrefu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 mara nyingi watakosa msimamo, ikiwa na maana watakuwa na mawazo mengi, lakini watakuwa na tabia kuruka mawazo yao. Leo mara wataenda wazo hili na hili, ikiwa na maana unatoka hili unaingia hili. Anatakiwa hakikishe kuwa aepukane na kuchanganya mambo mengi bila kumaliza jambo moja. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 mara nyingi wataendeshwa sana na hisia zao na vile vile kutojua kupunguza mzigo wa hizo hisia zao. Wanatakiwa hakikishe kuwa wajitahidi kujenga ukomavu wa kiakili kwenye maamuzi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 mara nyingi wanaegemea sifa na kutaka kutawala kila kitu. Wanatakiwa hakikishe kuwa wanajifunza kusikiliza wengine na kushiriki bila kutaka umakini wote. Na vile vile tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 kujikosoa kupita kiasi. Iko na maana wanataka kitu kiwe kimekamilika tu moja kwa moja. Kwa hiyo ndo udhaifu wao, lakini wanatakiwa hakikishe kuwa wanapumzika akili na vile vile kubali kwamba makosa ni sehemu ya mafanikio. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 kusita kufanya maamuzi, kujaribu kumfurahisha kila mtu. Wanatakiwa wahakikishe wajifunze kusema hapana na vile vile wasimamie msimamo wao. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 kuweka mambo moyoni sana, iko na maana vile kama vile kulipiza kisasi kimya kimya. Wanatakiwa hakikishe kuwa wasamehe kwa ajili ya afya yao ya kiroho na kimwili. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 ikiwa na maana watu mara nyingi wanapenda kukwepa majukumu, wanataka uhuru ambao uliopita kiasi. Wanatakiwa wahakikishe wajiweke mipaka na kufuata ratiba hata kama wanachoka haraka. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 wanatakiwa wazingatie kazi pekee hadi kusahau furaha binafsi. Yaani mara nyingi watu hao wanazingatia kazi pekee kuliko kuangalia furaha yao binafsi. Wanatakiwa wahakikishe kuwa wanatoa muda kwa familia, afya yake binafsi na vile vile wapate muda wa mapumziko. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, watu hawa udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 wanakuwa na uasi wa kimya kimya, kutotaka kuambiwa cha kufanya. Wanatakiwa wahakikishe kuwa si kila ushauri ni udhibiti. Wanatakiwa wazingatie hekima ya wengine. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, udhaifu wao ndani ya mwaka 2026 mara nyingi wanakimbilia ndoto kuliko ukweli na vile vile kupotea kwenye hisia. Wanatakiwa wahakikishe kuwa wanajifunza kutofautisha huruma na udhaifu. Kwa mwaka 2026 kulingana na nyota labda zinavyotembea, ushanifahamu. Hasa nyota ya Venus, Mars pamoja na Jupiter. Kuna nyota ambazo zitakuwa na mahusiano ya baadhi ya nyota yatakuwa na uthabiti na ukomavu katika upande wa mafanikio yao katika upande wa kimapenzi. Kwa hiyo nyota ambazo zitaimarika kimahusiano mwaka 2026 ni nyota ya Taurus. Kwa nini? Kwa sababu Jupiter na Uranus zitasaidia kufungua mioyo yao, watakuwa waaminifu na wa kuaminika zaidi. Nadhani tumefahamiana. Na nyota hizi ni tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa. Nyota ya Kaa nyota hii vile vile itaimarika kimahusiano. Kwa nini? Hii itavutiwa zaidi na maelewano, itajifunza kusamehe na kuimarisha familia moja kwa moja. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hawa vile vile watapata mafanikio katika upande wa kazi, yataweka kwenye msingi thabiti wa mahusiano, wakitafuta usalama wa kudumu. Nadhani tumeelewana. Tunaendelea na upande kuangalia nyota ya Libra. Hii mara nyingi nyota hii itasaidiwa na Venus. Ushanifahamu? Venus itasaidia Libra kuwa na mvuto wa mapenzi na kueleweka kirahisi. Kwa hiyo tukiachana na nyota hizo, tunaangalia nyota ambazo
zitakuwa na changamoto kidogo ndani ya mahusiano mwaka 2026. Nyota ya kwanza ni nyota ya Kondoo au Punda. Wanaweza kuwa na hasira za hafla au kukosa uvumilivu. Na nyingine tukiangalia nyota ya Sagittarius, watapenda uhuru kuliko kujitoa katika upande wa mahusiano. Nyota ya Gemini vile vile watarekebisha ukosefu wa msimamo utahitajika ili kujenga uaminifu. Nadhani tumeelewana. Hizo ndio nyota ambazo zitakuwa na changamoto ndani ya mwaka 2026. Tunaangalia sasa kwa ambao wanatafuta mali ambazo zipo chini ya ardhi ndani ya mwaka 2026. Yaani tunaweza tukasema ambao wanatafuta mali za ardhi, mfano kama vile mashamba, viwanja, nyumba na kadhalika. Nadhani tumefahamiana. Kwa hiyo mwenendo wa kiuchumi ndani ya mwaka 2026 vinaonyesha kuna fursa, lakini vile vile katika hizo fursa kuna changamoto. Sasa kuna namna ambavyo nitakuelekeza hapa chini ili uweze kufuata, ili uweze kufikia mafanikio ambayo unataka kufanikiwa ndani ya mwaka 2026. Ili uweze kupata mali, anza mapema kwanza. Kama una jambo hilo basi fuatilia mapema kuanzia Januari hadi mwezi wa Mei. Huu ni muda mzuri, ni muda bora wa kupanga na kutafuta maeneo kabla bei haijapanda. Vile vile make sure unafanya utafiti wa kina kabla ya kununua eneo. La pili, make sure unafanya ushirikiano na watu ambao walikuwa sahihi. Ikiwa na maana tafuta washirika wa kuaminika au mashirika yaliyosajiliwa ili kuepuka matapeli. Na tukiangalia kuna nyota ambazo zitakuwa na ushirika, mfano kama nyota ya Capricorn, Taurus na Virgo. Hawa mara nyingi wanakuwa na washirika wazuri wa kibiashara. Make sure unakuwa unashirikiana nao wa nyota hii. Then vile vile hatua ya tatu, unatakiwa vile vile tumia siku za bahati. Ikiwa na maana wakati unanunua au unafanya mchakato mkubwa katika siku zako za bahati, basi unaweza ukapata mafanikio. Chengine cha nne, unatakiwa uombe baraka na ulinzi wa kiroho. Kama vile unaweza ukafanya maombi, ukatoa sadaka, dua, kusali na kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Na chengine, epuka kukopa kupita kiasi. Mwaka huu baadhi ya nyota zitakabiliwa na changamoto za kifedha. Hivyo usinunue ardhi kwa mikopo mikubwa isiyo na uhakika wa marejesho. Cha sita, zingatia mikoa ya neema. Ikiwa na maana fuatilia mikoa au maeneo ambayo yanaonyesha maendeleo kama tulivyotutabiri katika baadhi ya mikoa ambayo ilikuwa ya neema. Ukiangalia ile clip nini sehemu ya 3 utapata kujua zaidi. Sasa ushauri kama tulivyotoa kule, nyota Taurus, Capricorn na Virgo ni nyota zenye mafanikio zaidi upande wa mali ndani ya mwaka 2026. Hivyo basi unaweza kuiga mbinu zao, subira zao zile, mfano kama subra walikuwa nazo, vile vile kupanga kitu kabla ya kutenda, na vile vile make sure unafanya uchunguzi wa kina kabla ya kufanya jambo lako. Then unatakiwa uweke akiba na utenge budget ya ardhi kuanzia sasa hivi hapa unaponisikiliza. Ikiwa na maana ndani ya mwaka 2026 Tanzania inaweza ikakuwa kiuchumi. Nadhani umefahamiana. Kwa hiyo tunaangalia mambo ya kiuchumi katika nchi ya Tanzania. Hii mara nyingi ndani ya nchi ya Tanzania unaweza kuwa kiuchumi ndani ya mwaka 2026, ikiwa na maana mara nyingi katika kutegemea upande wa kilimo, miundombinu yake, vile vile nishati na huduma za kijamii. Hiyo italeta matumaini hasa kwa wananchi wote, hususan vijana na walio katika kipato cha chini na cha kati. Kwa hiyo kuna matumaini makubwa ndani ya mwaka 2026 ndani ya nchi ya Tanzania ambayo hayajawahi kutokea hapo awali. Kwa hiyo kuna sekta ambazo zitaimarika zaidi kiuchumi ndani ya mwaka 2026. Zaidi tutaangalia katika upande wa kilimo na umwagiliaji. Visima vingi vitachimbwa ndani ya mwaka 2026 katika wilaya tofauti na kuongeza uzalishaji wa mazao maradufu. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri kwa vijana. Na vile vile katika suala la miundombinu, unajimu unasema kuwa kutokana na kuwepo kwa SGR, hizi reli ambazo za kisasa ambazo zipo, vile vile bandari ya Bagamoyo labda
Utaboresha usafirishaji na biashara ya ndani na nje ya nchi. Ikiwa na maana hii ni fursa nzuri kwa vijana ambao wenye nguvu katika kutafuta kufanya biashara. Tukiangalia suala ambalo la nishati na gesi asilia, hii UNAGIM unatabiri ndani ya mwaka 2026 basi mradi wa gesi utakamilika na kupelekea wawekezaji zaidi nchini Tanzania. Hivyo basi itafungua fursa za kazi, za fursa nyingi nchini Tanzania. Tukiangalia vile vile huduma za kijamii, afya, elimu na maji safi vitakuwa kipaumbele ndani ya mwaka 2026. Hii ikiwa ina maana inalenga kuboresha maisha ya wananchi na kuongeza tija katika sekta nyingine. Tunakuja kuwapa ushauri kwa watu ambao wenye kipato cha chini. Nini wafanye ili waweze kufika mafanikio ndani ya mwaka 2026? Ya kwanza kabisa, shiriki katika vikundi vya ushirika. Ikiwa na maana unatakiwa ujiunge na vikundi vya ushirika. Hii inaweza kusaidia wewe kupata mikopo midogo na mafunzo ya ujasiriamali. Kwa wanaotafuta vitu vya thamani ardhini, ikiwa na maana mwaka 2026, mfano kama dhahabu, almasi, madini tofauti na kadhalika. Kuna mambo ya msingi ambayo unatakiwa kufanya kulingana na mwelekeo wa nyota na mazingira ya mwaka huo. Mambo ya kufanya ili uweze kufanikiwa kupata vitu vya thamani ndani ya mwaka 2026. Make sure cha kwanza unatafuta maeneo yenye baraka asilia. Ushanifahamu? Kama vile unaangalia eneo lina mchango mkubwa. Nyota zinaonyesha maeneo yani kama vile UNAGIM unasema hivi, maeneo ya kusini mwa Tanzania kama Mbeya, Songwe, Ruvuma na Njombe, na kaskazini mashariki mfano Manyara na Simanjiro yatakuwa na neema zaidi. Kwa make sure unaangalia maeneo ya kwenda ndani ya mwaka 2026 ili uweze kupata mafanikio. Then zingatia nyakati za bahati, ikiwa na maana unapotaka kufanya kitu make sure unafanya katika muda wako wa bahati. Na kuna miezi ambayo itakuwa na nguvu zaidi katika upande wa hiyo kutafuta vitu, hasa mwezi wa March, June na Agosti na Oktoba. March mpaka June, Agosti mpaka Oktoba ndani ya mwaka 2026. Hii itakuwa ni miezi yenye nguvu zaidi ya kutafuta au kuwekeza kwenye madini. Nadhani tumefahamiana. Kwa make sure unatumia siku zako za bahati. La tatu, fanya kwa nidhamu au uaminifu. Ikiwa na maana nyota zinaonyesha kuhusu watu wanaotafuta njia za mkato au udanganyifu. Mwaka wa 2026 hilo litaambatana na hasara au kuumbuliwa. Watu ambao watapitia njia hilo kwa watakumbana na hasara vile vile na kuumbuliwa. Kwa hiyo make sure vile vile unavaa vitu vya ulinzi au vitu vya bahati yako. Kila nyota ina jiwe lake la nguvu ambalo inakuwa inaipeleka kitaalamu. Hivi vinaweza kuongeza mvuto wa bahati katika utafutaji wa hayo madini. Then ya tano, omba mwongozo wa kiroho kabla ya kuchimba. Kama unafanya dua, sala, yani chochote kile ambacho utafanya ili uweze kufika, yani ushanifahamu. Na ya sita, tumia mitambo au wataalamu walio na ujuzi. Usitumie tu hisia au mihemko au kutumia tu njia ambazo za tofauti. Tumia pia teknolojia kama detectors au wataalamu wa jiolojia ili uweze kufika. Na ya saba, ushirikiano usiwe wa bahati mbaya. Chagua washirika wako kwa makini. Epuka watu wenye uchu au wenye tamaa kali. Nyota zinaonya juu ya usaliti mwaka huu kwenye sekta ya madini. Nadhani tumefahamiana. Kwa hiyo make sure vile vile unatumia fursa za mafunzo kama vile serikali sometimes wanakuwa wanatoa mafunzo kwa mashirika binafsi, vile vile pia wanakuwa wanatoa ya ufundi na ujasiriamali. Jitahidi kushiriki ili kuongeza ujuzi wako katika mambo hayo. Then fuatilia mipango ya serikali. Make sure unakuwa na taarifa sahihi kuhusu mipango ya maendeleo katika eneo lako. Unaweza kunufaisha kufaidika na miradi hiyo. Ushanifahamu? Kwa hiyo sasa tunatoa ushauri kwa ambao watakuwa na
kipato cha juu, ushauri tunawapa nini wafanye. Make sure, cha kwanza, ushauri kwa wenye kipato cha juu ndani ya mwaka 2026. Cha kwanza, wekeza katika sekta zinazoimarika. Fikiria uwekeza katika kilimo cha kisasa, miundombinu au nishati mbadala ambazo zinaonyesha ukuaji mzuri kabisa. Vile vile shirikiana na serikali au sekta binafsi. Kushirikiana katika miradi mikubwa kunaweza kuleta faida kubwa na kusaidia maendeleo ya taifa kiujumla. Then vile vile fuatilia sera na mabadiliko ya soko. Kuwa na taarifa sahihi kuhusu sera za serikali na mabadiliko ya soko unaweza kusaidia kufanya maamuzi bora ya uwekezaji. Kwa ujumla, ndani ya mwaka 2026 unatarajiwa kuwa na fursa nyingi za kiuchumi kwa Watanzania wote, mradi tu kila mmoja atachukua katika hatua stahiki kulingana na nafasi na uwezo wake aliyepo. Kwa hiyo ndani ya mwaka 2026 zipo nyota ambazo zitakumbwa na vunjiko la matumaini, disappointments. Na hii mara nyingi itapata hivyo mara nyingi ikiwa haitakuwa makini. Nyota ya kwanza ni nyota ya Kaa. Hii watapata vipi disappointed? Hawa mara nyingi kwenye mahusiano ya familia, vile vile katika upande wa afya zao. Nadhani mtafahamiana. Na chanzo kikubwa ambacho kitasababisha hivyo, kutokujali afya ya kiakili, yani kutokujali afya ya akili, mara nyingi wataendekeza mawazo, hisia zao, then vile vile maamuzi ya hisia yasiyo na msingi. Nini ambacho wanatakiwa wachukue? Wazingatie usawa wa maisha binafsi na ya wengine, na vile vile hawataki kujitolea kupita kiasi. Ikiwa wewe unahitaji kiasi, yani kama vile vile kumbuka kuwa na wewe unahitaji zawadi. Nyota ya Mizani. Hawa watapata vipi disappointed kwenye kazi au ushirikiano wa kibiashara? Chanzo chao ni kuweza kuweka imani kwa watu wasio sahihi. Watawaamini watu, lakini watu hao watakuwa sio sahihi. Kwa tahadhari ambao wanatakiwa wachukue, wanatakiwa wafanye kila uamuzi kwa ushauri, wasikubali mikataba bila kuchunguza. Before kusaini mikataba usikubali. Nyota nyingine, nyota ya Samaki, watapata vipi disappointment kwenye ndoto na matarajio ya muda mrefu? Chanzo kikuu, watakuwa ni kama vile ambao wanaota zaidi kuliko kuchukua hatua ambazo stahiki. Tahadhari ambayo wanatakiwa wachukue, make sure wakae chini, watengeze malengo ya ukweli na kufikiwa kwa muda maalum. Nyota ya Gemini, watapata vipi disappointed kwenye mawasiliano na marafiki wa karibu? Chanzo chao kikubwa kitakuwa ni kuaminiana kupita kiasi au kueneza siri bila kujua. Tahadhari kubwa ambayo wanatakiwa wachukue, wanatakiwa waweke mipaka na vile vile wasiwe na haraka kueleza kila kitu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, watapata vipi disappointed watu hawa kwenye mipango ya kifedha au miradi mikubwa? Chanzo kikuu cha hiyo disappointed ni kushikilia kitu kisichofanya kazi kwa muda mrefu. Na tahadhari kuu ambao wanatakiwa wachukue ndani ya mwaka 2026, wabadili mbinu haraka na vile vile wasiogope kubadilisha njia. Nadhani tumefahamiana. Sasa ndani ya mwaka 2026 kuna nyota ambazo zitakuwa na matumaini makubwa, iko na mwana na mwanga, hasa katika upande wa kazi, mapato, mahusiano na mafanikio binafsi. Kwa hiyo kuna nyota ambazo nitazielezea hapa zitakuwa zipo katika kundi hilo. Nyota ya kwanza ni nyota ya Simba. Matumaini, watakuwa na matumaini makubwa, iko na maana watapaa kitaaluma, taaluma yao itakuwa juu na vile vile umaarufu utaongezeka, hasa baada ya kutumia teknolojia za kisasa kama TikTok, YouTube na kadhalika. Nguvu zao hawa wanakuwa wajasiri, watakuwa maradufu na vile vile mvuto wa asili utakuongeza vyema ndani ya mwaka 2026. Fursa zao hawa zitakuwa ni katika upande wa kazi, sanaa, uongozi, biashara binafsi na kadhalika. Na nyota nyingine ni nyota ya Taurus. Matumaini yao hawa watakuwa ni katika uwekezaji na utulivu wa kifedha utakuwa juu ndani ya mwaka 2026. Watakuwa na wavumilivu na wenye maamuzi ya busara. Fursa zao kuu zitakuwa ni miradi ya muda mrefu katika masuala ya ardhi, vile vile bidhaa za kifahari na kadhalika. Nyota nyingine ni nyota ya Scorpion. Hawa watakuwa na mafanikio ya ndani na fedha za kushirikiana. Hawa watakuwa ni wenye kukuza nguvu yao ya ndani na vile vile watakuwa na ujasiri wa kihisia. Fursa ambazo wanaweza kupata, wanakuwa na ushirikiano wa kifedha
na uwekezaji ambao wasiri. Nyota ya mshale watakuwa ni matumaini makubwa katika upande wa kusafiri, elimu ya juu na ukuaji wa kifikra. Imani na uthubutu itakuwa juu. Fursa ambazo watapata: safari, masoko ya kimataifa wakiwa ni kama mfanya biashara, na vile vile ikiwa ni mjasiriamali mdogo watapata mafunzo mapya. Na nyota ya mwisho ni nyota ya ndoo. Hawa watakuwa ni matumaini zaidi katika upande wa maboresho ya jamii, hasa kwa ambao wanafanya online business. Mitandao itawapeleka kasi na mafanikio ya kiteknolojia yatakuwa juu. Vile vile ubunifu wao utakuwa mzuri na fikra zao zitakuwa nje ya bosi, kwa maana zitashika tamati. Fursa ambazo watapata kwa ambao wataingia katika teknolojia, wana nafasi kubwa, kazi za kujitegemea zitaongezeka. Vile vile uongozi wa kijamii utaimarika ndani ya mwaka 2026. Kwa sehemu ya 4 hapa ndio mwisho, then tutatoa sehemu ya 5 siku 2 hizi. Make sure ukishakupata unamshirikisha mwenzako, unashare na mwingine ili watu wafikie zaidi katika kutambua utabiri wa mwaka 2026. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.